Bismillahirrahmanirrahim. Mmoja anasema kama Hassan Saqaf alikuwa ni msomi kweli na yujiamini, kwa nini asifanye mjadala na Sheikh Albani wakati wa uhai wake? Mtu ambaye kwamba anasema neno haya ni mtu ambaye kwamba haifahamu historia ya imamu ahli sunnah wal jamaa al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf hafidhahullahu ta'ala, wala hamfahamu al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf, wala hafahamu historia ya juhudi zake za kielimu na kimaarifa na kupambana na watu wa bid'a. Uhalisia ni huo ambao kwamba nitakao ueleza. Uhalisia ni kwamba al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf alianza kumradi Albani tangu wakati wa umri wake ukiwa ni miaka 20 na yani al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf alianza kumradi Albani wakati akiwa bado ni kijana kabisa, na wakati takriban al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf akiwa na miaka 23 alimpigia simu mara kadhaa Albani kutaka kufanya naye mjadala, ima wakutane wa ima kama si kukutana wafanye mjadala hata kwenye simu. Lakini mara zote Albani alimkimbia al-Imam Hassan bin Ali Saqaf. Lakini si kumpigia simu tu, al-Imam Hassan anatueleza sisi wanafunzi wake ya kwamba kashawahi kukutana naye mara kadhaa sehemu nyingi tu, na akataka wajadiliane naye katika zile kadhaya ambazo kwamba anazo washambulia kwazo ahlus sunnah wal jamaa, anazo washambulia kwazo watu wa tariqa na tasawuf. Kamwambia tuketi tuzijadili kielimu na kimaarifa, lakini mara zote Albani alikuwa anamkimbia. Kwa hivyo si kwamba al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf hafidhahullahu ta'ala alianza kumradi Albani baada ya Albani kufa. La, Imam alianza kumradi Albani wakati bado Albani yuko hai. Wakati bado yuko hai yurzaq, alianza kumradi. Na ala fikra ametueleza pia alikuwa akiandika baadhi ya vitabu vyake akimpelekea Albani. Hiki hapa kijibu, lakini hakuweza kukijibu kitabu hata kimoja, na badala yake alikuwa akimtukana tu katika tangulizi za vitabu vyake. Muone ushujaa na kujiamini na uhodari wa kielimu kama huo. Yani unavyofikiria al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf kwa ilmu aliyokuwa nayo na kwa maarifa aliyokuwa nayo na uhodari aliyokuwa nao wa kimjadala na kielimu na kimaarifa, anaweza kushindwa kufanya mjadala na muhaddith na shekhe wa mchongo kama Albani? Fuatilieni historia ya huyu bwana al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf, hamjui sawa sawa. Ashawahi kufanya mjadala London, mjadala ambao kwamba takriban alifanya na ulamai na mashekhe wa kiwahabi wote, yeye akiwa mmoja. Wiki nzima alifanya nao London katika Qanatul Mustaqilla. Fuatilieni tu, waandika tu kwenye YouTube Munadharatul Mustaqilla Hassan bin Ali as-Saqaf wal Wahabiyya, bas zitakuja halakati za muhadhara za mjadala ambao kwamba ulidumu wiki nzima 2004 peke yake, mawahabi wakiwa wote. Ni mtu wa kawaida huyo? Jambo la ajabu ni kwamba, na hiki ndio kitu ambacho kwamba taban cha kushangaza, Albani alikuwa akimwambia al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf alipokuwa akitaka mjadala naye kwamba mimi sina muda na mambo mengi, nimebanika. Lakini ajabu, mara moja wakati Albani akiwa anaishi Yemen, wanafunzi wa al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf walienda kumtembelea. Walienda tu kumtembelea na kutaka kufahamu baadhi ya mitizamo yake katika masail ya kielimu. Wakaenda
Na tabana walikuwa ni wanafunzi bado ndio waanza kusoma kwa Imam Hassan bin Ali Saqaf. Walikuwa takriban miezi kama miwili toka waanze kusoma kwake. Walienda kumtembelea. Walipoenda kumtembelea, Albani alipojua ni wanafunzi wa Imam Hassan bin Ali Saqaf, akapatiliza ule muda waliokuja kumtembelea, akaanzisha mjadala nao. Subhanallah. Alifanya mjadala na wanafunzi wa Imam Hassan bin Ali Saqaf takriban zaidi ya masaa matano. Zaidi ya masaa matano, wanafunzi tena mubtadiun, wana miezi miwili kwa Imam Hassan bin Ali Saqaf, wakampeleka mbio namna hiyo. Sasa alimamu alipokuja kulizungumzia hili swala akasema, mimi nimetaka mjadala na wewe, umesema huna muda. Haya masaa yote umeyapata wapi kujadiliana na wanafunzi wangu? Kasema basi hili kama linajulisha ya kwamba wewe saizi yako ni wanafunzi wa Saqaf, si mwenyewe Saqaf. Ndio manake umekimbia mjadala na mwalimu wao, umefanya nao mjadala, umepata masaa matano na ya kujadiliana na wanafunzi wa Saqaf, lakini lisali moja au dakika 40 za kujadiliana na Saqaf umezikosa. Hii inamaanisha nini? Lakini ala fikra Albani akafanya ghushi, akarekodi ule mjadala wao, kisha baada ya hapo, baada ya miaka kadhaa kupita, akaja akaposti sehemu katika ule mjadala, sehemu katika mjadala ambapo kwamba aliposti si mjadala wote, sehemu baadhi ya vipengele vya mjadala ambazo kwamba aliposti, na akasema kwamba nimejadiliana na wanafunzi wa Saqafu, wameacha madhhabu ya Saqafu, wananifuata mimi sasa hivi. Kitu ambacho kwamba hakikuwa ni cha kweli, ni cha urongo. Angalia jinsi Saqafu walivyokuwa wamemkaa kooni. Baada yake wakaja wanafunzi wale waliofanya nao mjadala, mmoja wao kiongozi wao akaja akasema, la, huu ni urongo, hatukuacha madhhab wala mtizamo wa Imam Hassan bin Ali Saqaf na kufuata mtizamo wa Albani, bali tulijadiliana na hatukwenda kwa lengo la mjadala, tulienda kwa lengo la kufahamu baadhi ya mitazamo yake basi. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo huu ndo uhalisia kuhusu Imam Hassan bin Ali Saqaf. Vitabu vyake vingi alivyomradi navyo Albani, alimradi wakati Albani yuko hai. Albani akiwa hai aliandika sahihu sifati salati nabi. Imam Hassan bin Ali Saqaf akaandika sahihu sifati salati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Albani akiwa hai aliandika zile takhrijati zake za hadith. Imam Hassan bin Ali Saqaf akatoa kitabu chake Tanaqudatul Albani Alwadhihat, juzu 3 takriban, ambazo kwamba zilimaliza na zikamgaragaza Albani kabisa. Na lao Albani angelikuwa na uwezo kielimu na kimaarifa, basi angeziradi zile silsila za Tanaqudatul Albani, silsila ambazo kwamba watu wengi ambao kwamba waliokuwa wameghurika na Albani walikuja kuelewa uhalisia wa Albani baada ya zile silsila kutoka. Bali wako wingi katika watu ambao kwamba walikuwa wamefitinika na Albani waliacha mtizamo wao baada ya kuzisoma zile. Miongoni mwao ni mwanachuoni maarufu anaitwa Asharif Hatim Al-Auni. Maarufu, ingieni katika mtandao tuandika Asharif Hatim Al-Auni, ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi, yuko kule Madina, yuko Jeddah afwan fima adhkur. Na mpaka sasa hivi Asharif Hatim Al-Auni ni mtu mu'tadil kabisa. Ameacha zile taasub za kiwahabi, ameachana na uwahabi, ameachana na taasub na Albani, ni mtu mu'tadil, na hata yuwakaribishwa baadhi ya mida katika mji wa Azhar kwenda kutoa mihadharat. Sharif Hatim Al-Auni, andikeni katika mtandao Sharif Hatim Al-Auni, na nitaposti mimi, nitawatumia makala aliyoandika Sharif Hatim Al-Auni akieleza kwamba mimi nilikuwa nimefitinika na Albani, lakini baada ya kusoma, wakati huo Sharif Hatim Al-Auni wakati yuko bado ni mwanafunzi, yuko chuo, alisoma silsila hii ya Tanaqudatul Albani Alwadhihat, akaacha kabisa taasub na Albani. Na hakuna mtu yote mwenye akili sawa sawa aweza kusoma silsila hii ya Tanaqudatul Albani Alwadhihat juzu zote 3 akawa tena anaendelea kufitinika na Albani. Hakuna. Kwa hivyo ingelikuwa mtu huyu Albani ana uwezo kielimu na kimaarifa huo ambao kwamba tunaeleza, tabani ilikuwa ni shekhe wa mchongo tu, ingelikuwa na uwezo huo kielimu na kimaarifa, angeziradi zile ambazo kwamba zilizomaliza na kumgaragaza katika ulimwengu wa kielimu na kimaarifa. Kwa hivyo tuache kupeana matarajio hewa na kuwalisha watu matangopori. Uhalisia na ukweli tunao, huwa hatutaki tu kusema baadhi ya mida, isipokuwa ukija munasaba kama hivi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.